Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, hivi unajua kwa nini nasema sana na nimechukua muda kidogo hapa? Ni kwa sababu tarehe 28 ya mwezi huu wiki ijayo nitakuwa nimeondoka tayari Mwanza. Tunaenda kwa shughuli maalum. Bwana asifiwe. Kwa shughuli maalum. Kwa hiyo ngoja niseme kama nakufa leo, alafu huenda katika hilo Bwana atanipa zawadi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ila tumepewa kujadili katika uumbaji mpya ndani ya kitabu cha Mungu. Sisi tumepewa kujadili na kufafanua kwenye kitabu hiki tu, tofauti na yale tunayojua sisi. Lakini hapa ndipo tumepewa basi sisi sasa. Mungu ametumia vitu vya uumbaji wa asili katika maandiko ndani ya kitabu, kwa maana ya Biblia, kama lugha ya picha ili kutufundisha sisi katika uumbaji mpya wa roho. Kama nilivyosema pale kwamba kuna Rumi 15:4, lakini kuna Wakorintho wa kwanza 10:11, kwa maana ile ni mifano. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Labda niongeze neno hili, Rumi 7:6 peke yake. Mstari mmoja tu. Ni faida yako usione kama anachelewa sana, lakini hata kama kula chakula siku moja sio mbaya. Rumi sura ya 7:6 Mungu linasema, bali sasa tumefunguliwa katika Torati. Bali sasa sisi tumefunguliwa katika Torati. Tumeifia hali ile iliyotupinga. Tumeifia hali ile iliyotupinga. Ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho. Ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya nini? Ya nini? Sisi tunapaswa kutumika katika hali mpya ya nini? Sio katika andiko. Si katika hali ya zamani ya andiko. Si katika hali ya zamani ya nini? Ya nini? Mstari wa 7. Bali ya nini? Si katika hali ya zamani ya andiko. Si katika hali ya zamani ya nini? Ya andiko. Ya sisi tumepewa kutumika katika hali mpya ya nini? Ya roho. Sio katika hali ya zamani ya andiko. Kwa hiyo ukisoma Biblia, maandiko yanaelezea, unafahamu kwamba kuelezewa kwa jinsi ya kibadamu kwamba ni hiki kina maana hii. Ujue maana kwa jinsi hii ya kawaida, halafu utoke hapo kulihamisha hilo neno ulifahamu kwenye ulimwengu wa nini? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko katika Biblia ni mifano ya kivuli cha jambo fulani. Kwa hiyo unatakiwa kujua lugha na maana yake, lugha iliyotumika na maana yake. Na hii kwambie ukweli, chuoni kwenye teolojia hatuwezi kuipata. Teolojia hauwezi kuipata. Hii ni lugha nyingine. Teolojia hausomi hivi vitu. Nikisoma hivi kwa mtu wa teolojia na mpasua kichwa, atakuwa na maswali mengi ambayo ataniuliza, nitamjibu au atakosa. Mimi nikimpa swali moja tu hawezi kunijibu. Hili tu namtosha. Mtu wa teolojia. Kwanza sema ndio teolojia ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapa kuna vifungu vingi kwenye eneo hili. Nataka soma kifungu kimoja tu. Waebrania 8 mstari wa 4 hadi wa 5. Waebrania sura ya 8 mstari wa 4 hadi wa 5.
Neno la Mungu linasema kama angekuwa juu ya nchi, angekuwa kuhani. Maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria. Mstari wa 5. Watumikao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Musa alitumika katika mfano wa kivuli cha mambo ya wapi? Ya mbinguni. Maana aliambiwa njoo uandike kwa mfano wa haya niliyokuelekeza kama kivuli cha mambo ya mbinguni. Kwa hiyo Torati kwa maana ya maandiko asili yake ni wapi? Ni ya roho. Amen. 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 Kwa hiyo kuna utaratibu huu ambao upo. Sawa? Ni utaratibu wa maandiko kama kivuli. Kwa mfano mimi ndio swali. Hivi tunaposema neno madhabahu katika asili ya kawaida hii ni nini? Madhabahu. Ni madhabahu hii? Ni kweli kwamba katika asili ya roho hii ndio madhabahu. Yetu wapendwa. Tukihama kwa Mungu wa roho hii ndio madhabahu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiki ni kivuli cha nini? Katika utaratibu wa kivuli cha kimbili. Lakini madhabahu ni nini? Lakini mtu ameaminishwa kwamba ukija hapa Bwana yuko hapa madhabahuni na anaamini yuko wapi? Anashika kujua madhabahu ni nini? Yeye anakuja kwenye madhabahu. Sasa anakuja hapa akifikiri Bwana yuko wapi? Unaweza kutumikia kivuli. Ngoja usikie kusema njoo mbele, njoo mbele, njoo mbele. Bwana yuko huku mbele, huku mbele kuna ndo sawa. Ndo sawa huku mbele, huku mbele. Sikiliza, mbele, mbele wapi? Na nyuma ni wapi? Mbele. Sawa, katika asili yetu ya kawaida kama kuna jambo lifanyike, uje mbele ulifanye, sawa? Ndio. Amen. Lakini unaposema kwa ulimwengu wa roho, unasema mbele ni wapi? Hiyo inakuwa shida, inafikia hatua kwa sababu tukuelewa haya. Anatokea mtu kati yetu, yanatoka mapepo, mtu anataka kutumia power yake kumwombea mtu. Anamsukuma, anamshusha mpaka anamvunja na shingo. Anamwongezea ugonjwa na kama anamshusha na haribu, anasukuma, anafikiri nguvu za Mungu ziko kwenye nguvu za kwake. Aya, wewe Tyson. Mungu kwenye nguvu zake hizi hapa. Bwana asifiwe. Amen. Mungu hiyo unamjua kweli. Nasema niko hapo hapo ulipo. Sema tu chochote hapo yaani niko hapo. Hapo hapo ulipo. Sema tu kitu. Yaani ni kwamba kabla Mungu hajakuona. Yaani ni kwamba tu ukiyasogea eneo hujasema chochote. Nishakimbia haraka. Sio unakemea mpaka jasho ya kufogamu. Mishipa hii inaruka. Hivi amehama yule Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Unafunga kabisa. Niwahi eneo moja kuwepo ya mtoto wanaongea kwa jinsi hiyo, hafu wapendwa kama sisi. Kanisa hili la Irichi. Na mimi nilikuwa kwenye mfumo wa maombi kama na mimi ni sehemu ya kiongozi wa maombi. Tunaomba. Mapepo yamelipuka ni mengi tu kama ufanisi kweli. Chuma. Sasa nilipofika pale kwa pesa wale kama wakaniza mshingoni, usiku wa mtu. Kwa sababu pepo inamrusha yule mtu. Yeye ameshamkamata kidogo amekaa amefinya. Mwingine amefinya jicho, mwingine amefinya kichwa, mwingine amekanyaga hapo kwenye mama. Sasa nani? Tutaua watu. Anakemea si kwa sababu pepo ina nguvu. Kwa nini pepo ina nguvu? Kwa mtu ambaye anaokoka. Pepo ina nguvu. Nikasema jamani tulieni kidogo.
mapepo haya hayafungeni mlango. Tulia. Unajua nilifanyaje? Nisema kaeni tulie. Nikasema jambo moja. Mapepo na majini yoko huko ndani. Kwa vyovyote mnafahamu uwepo wa Mungu aliyeko hapa. Haya, tokeni hapo. Kimya. Alafu muache wainuke. Waende zao. Wakainuka wote wakuta mavumbi, wakafanya nini? Wakaondoka. Kwa nini wapenda usiniangane? Huyu jamaa sio wakawa ameyatuma yeye. Ameyatuma yeye. Kwa nini sisi tumekemea mpaka majasho na mishipa imeruka, lakini yeye amesema tu kwamba sasa mnajua akuondoke kila dakika bila tatizo. Kwa maana niliandama vizuri sana. Na mimi kwa sababu nilikuwa nafahamu siri hii kwamba mtu anafikiri Yesu yuko far away, yani yuko mbali. Sio maili ngapi kule. Ndio anatumia sauti jasho. Anatumia sauti kana kwamba Yesu yuko maili 200, sio na ngapi kule. I say, natamani usijue kuhusu Mungu ila mjue nani? Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Hivi naeleweka? Amen. Natamani hivi baba akija hapa tukikutana nisikie kwamba Bwana alikuja mtumishi mmoja akasema kitu tofauti kidogo. Nataka kukushare na Bwana asifiwe. Pia ananipenda kweli. Ananipenda yule mzee. Sijajua wewe. Bwana asifiwe. Unajua kwa nini ananipenda? Jana ameniandikia message karibu kwenye sherehe. Sikujua kama kuna sherehe. Nimeona message jana usiku. Kwenye sherehe 1, 2, 3. Na hivi. Ndio najua usiku kuna sherehe. Bwana asifiwe. Sababu kunako ni mpendwa. Haleluya. Haleluya. Hata hii nafasi ni kupendwa. Amen. Kwani hii si himaya yake? Haleluya. Kwa nini nisimtukuze Mungu kwa ajili yake kutoa nafasi? Lazima nishukuru. Kwa nini? Ninaamini hivi, ukitoka hapa utaenda kutafakari. Amen. Kile ambacho umetafuna, ijapokuwa kweli ni kichungu kama pakana, shubiri kweli, ila kitakufaa kwenye njia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nimalizie hii. Kwa hiyo Mkristo anatakiwa kuishi katika maana ya tafsiri ya andiko wala si katika andiko. Amen. Umeelewa vizuri? Rudia tena. Kwa hiyo Mkristo anatakiwa kuishi katika maana ya tafsiri ya andiko wala si katika andiko. Nimeeleweka vizuri? Kwa hiyo Mkristo anatakiwa kuishi katika maana ya tafsiri ya andiko wala si katika andiko. Nikuthibitishie Warumi 2:29. Ni uthibitisho tu. Amen. Umepata hiyo Warumi 2:29. Na mwingine afunua hiyo Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 6 mstari wa 5. Warumi sura ya 2 mstari wa 29 na Mungu linasema, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani. Kumbe
asili ya ndani. Na tohara ni ya moyo. Na tohara ni ya moyo. Katika roho, si katika andiko. Katika roho wala si katika nini? Andiko. Ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa nani? Hiyo ni sifa ya roho. Haitoki kwa nani? Kwa wanadamu bali kwa nani? Wokovu wako au tohara yako haiwi ya nje, inakuwa ya ndani, ambayo sifa yake ni kimungu. Amen. Amen. Malizia hiyo andiko. Korinto wa pili sura ya 3 mstari wa 5-6. Umepata? Ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6.